Bado sijasikia. Leo ni siku ya kufanya nini? Ina dakika chache sana. Naomba nipende kutoa shukrani za dhati. Andika: sifa hushusha utukufu wa Mungu. Andika tu: sifa hushusha utukufu wa Mungu. Sifa hushusha utukufu wa Mungu. Kitabu cha Waamuzi sura ya 7 mstari wa 19 hadi wa 22. Sifa hushusha utukufu wa Mungu. Kitabu cha Waamuzi sura ya 7 mstari wa 19 hadi wa 22. Aliyepata anaweza kanisaidia kusoma. Kitabu cha Waamuzi sura ya 7 mstari wa 19 hadi wa 22. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Neno la Mungu linasema, basi Gideoni na wale watu 100 waliokuwa pamoja naye wakafika mwisho wa kambi, mwanzo wa zamu ya kati. Wakati walipokuwa wamebadili wenye zamu, wakazipiga hizo tarumbeta, wakaivunja vipande vipande ile mitungi iliyokuwa mikononi mwao. Vile vikosi vitatu wakapiga tarumbeta, wakaivunja mitungi, wakaishika mienge kwa mikono yao ya kushoto, na zile tarumbeta katika mikono yao ya kuume, ili kuzipiga. Wakapiga kelele, upanga wa Bwana na wa Gideoni. Wakasimama kila mtu mahali pake, kuizunguka kambi pande zote. Jeshi lote wakakimbia, nao wakapiga kelele, wakawakimbiza. Wakazipiga zile tarumbeta 300, naye Bwana akaufanya upanga wa kila mtu uwe juu ya mwenzie na juu ya jeshi lote. Jeshi likakimbia mpaka Bethshita, kuendelea Selela, hata mpaka wa Abeli Meola, katika karibu na Tabathi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakufundisha, ninakwambia habari ya mtumishi wa Mungu aliyekuwa anaitwa Gideoni. Gideoni ni mtumishi wa Mungu ambaye alipata maelekezo kutoka kwa Mungu namna ya kuingia kwenye kambi ya Washami. Halo. Biblia ukisoma mistari ya kwanza, Biblia inazungumza idadi ya watu waliokuwa kwenye kambi ya Washami. Inazungumzwa kama mchanga wa ufuoni, yani mchanga wa ufukweni. Yani watu ambao, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Vile unavyotazama mchanga wa bahari, ndio maadui ambao Gideoni alitakiwa kwenda kupambana nao. Nikisoma Biblia yangu inaanza kuniambia jeshi ambalo walikuwa nalo Gideoni kwa ajili ya kwenda kupambana na maadui zake walikuwa ni watu yapata kama watu 32. Miongoni mwa wale watu 32, Bwana akamwambia Gideoni, akamwambia hawa watu wote nikisema tajirudishia utukufu wao. Yaani maana yake kiwango ama idadi ya watu waliokuwa na Gideoni walikuwa ni wengi kiasi kwamba wangeenda kupigana na wale maadui zao, yamkini wasingemuona Mungu, wala wasingeuona utendaji wa Mungu, wala wasingeuona mkono wa Mungu, wala wasingemuona ujemedari na majemedari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia, hamtaenda kupigana nyie, nitaenda kupigana mimi. Ninamshukuru mtumishi wa Mungu asubuhi akasema neno moja nzuri sana. Akasema vita si yako, vita ni ya nani? Anasema vita sio yako, yaani kwenye vita ulionayo anaenda kupigana wala hata sio wewe.
Sijui unanielewa? Bwana akamwambia Gideoni, watu 32,000 ni wengi mno, utafanya watu wasione kama mimi ndiye nimepigana. Watu watajisifu kwamba nguvu zao, uwezo wao wa vita, silaha walizo nazo ndizo zimewashindia. Yaani maana yake Mungu alitaka ajichukulia utukufu juu ya wana wa Israeli na juu ya jeshi la Gideoni. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Mtikize jirani wako, mwambie utaelewa tu. Mwambie utaelewa tu. Kwenye wale watu 32, Biblia inasema Mungu akamwambia inabidi upunguze idadi ya jeshi ulilonalo, ili mnapoenda vitani mnategemea mimi. Bwana akampa maagizo Gideoni, akamwambia lile jeshi lake kwamba wale, kama unajisikia unatetemeka, kama unajisikia ndani yako kuna hofu, kama unajisikia una uoga, ninaomba ukae pembeni utupishe. Ni njia ambayo Mungu alitumia kwanza kulipunguza jeshi. Halo, Biblia yangu inaniambia miongoni mwa wale watu waliokuwa nao Gideoni wakatoka watu 22,000. Walipotoka wale watu 22,000, Biblia inasema wakabaki watu 10,000. Watu 10,000 wanaenda kupambana na idadi ya jeshi ambalo linadhaniwa kama mchanga wa bahari, ili tu Mungu ajitukuze. Halo, halo. Bwana akamwambia Gideoni, hao watu 10,000 bado ni wengi. Hao watu 10,000 ulionao bado wanazidi. Utafanya Israeli bado waendelee kujitukuza kwamba nguvu zao ndizo zimewashindia. Bwana akamwambia Gideoni, hao watu 10,000 bado nataka wapunguze. Halo, Bwana akampa tena maagizo Gideoni, akamwambia hao watu wataenda kunywa maji. Akawapa maelekezo, watakaopiga magoti na kulamba maji na wale watakaochukua kwa mikono yao watakunywa, utawatenga pembeni. Sijui kama unanielewa. Hebu sema kwa mbali, niko na wewe. Baada ya Gideoni kutoa yale maelekezo, Biblia inaniambia miongoni mwa wale watu 10,000 Mungu akachagua kwenda na watu wangapi? 300. Watu 300 wanaenda kupigana na jeshi ambalo linafananishwa na mchanga wa bahari. Ni watu ambao kwa lugha nyepesi hauwezi kuhesabu kwa haraka. Ni watu ambao licha ya wingi wao ni watu ambao ni wazoefu wa vita, watu ambao wana magari, wana farasi na wana silaha mikononi mwao. Baada ya kubakia watu 300, Mungu akamwambia Gideoni, akamwambia shuka usiku huu mpaka kwenye kambi ya Washani. Halo, ukienda utasikia. Sijui unanielewa? Wewe tulia hapo utasikia. Wakati Gideoni anashuka, Mungu akamwambia kama utakuwa na wewe unaogopa, basi utamchukua na ndugu yako, utamchukua na rafiki yako, utachukua na jamaa wako. Mtashuka watu wangapi? Watu 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati Gideoni anaenda, Biblia inasema akafika kwenye ile kambi, wakaanza kusikia watu 2 wanapeana taarifa. Sio taarifa za ile kambi, wala sio taarifa za ushujaa wao, wala sio taarifa za yale watakayoenda kuyatenda. Wanaanza kumpa Gideoni taarifa bila kujua ya kwamba Bwana anaenda kumshindia. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu 2 wanazungumza. Bwana alimwambia nenda utasikia. Sijui unanielewa? Wakati Gideoni amefika tu pale, akakutana na watu 2 ambao Bwana amewatumia, ni maadui, lakini Bwana amewatumia kumpa ujumbe Gideoni kwamba hawa watu Bwana amewatia mikononi mwa Gideoni.
Bwana Yesu asifiwe. Gideoni anashuka, anaanza kusikia, anaanza kuelezeana habari ya ndoto ambayo Mungu ameachilia juu yao usiku. Mwenzake anamwambia nimeota kama kuna mambo fulani yatafanyika. Mwingine anaanza kutoa tafsiri, anamwambia hiki ulichokiona sio kwa sababu ya ushindi wetu. Hiki ulichokiona sio kwa sababu tunaenda kuwapiga wakina Gideoni na upanga wake. Hiki unachokiona sio kwamba Bwana anaenda kuwa upande wetu, bali wanaanza kuambiana Mungu ambaye ataenda kumshindia Gideoni juu ya kuwapiga wao. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Wanaonielewa na ninawajua. Halo. Wakati Gideoni akiwa anasikiliza ule ujumbe, akapata imani kwamba kumbe hii vita ninayoiendea sio ya kwangu, ni ya nani? Vita ni ya nani? Vita ni ya nani? Wakati Gideoni baada ya kupokea ule ujumbe akapata nguvu, akamchukua mwenzake, wakasema haya, twende, maana ninatazama, maana ninaona, na Bwana ameniambia ushindi ni wa kwangu. Halo, alichoenda kupokea Gideoni ni hiki unachokipokea wewe sasa hivi. Hakuna aliyenielewa. Taarifa aliyoipokea Gideoni kabla ya kwenda vitani ni taarifa unayoipokea wewe sasa hivi kwa ajili ya kwenda kusifu na kuabudu ili uone ushindi ambao uko mbele yako. Wamenielewa wachache? Hii taarifa ninayokupatia ni sawa na Gideoni aliyoipata pale kambini, kwenye kambi ya Washami, kwamba kumbe Bwana amenishindia, kumbe Bwana amenishindia, kumbe Bwana amenishindia. Ni kweli tuko 300, ni kweli wako wengi, lakini Bwana aliye upande wangu, Bwana aliye upande wetu amekwisha kutushindia, amekwisha kutushindia, amekwisha kutushindia, amekwisha kutushindia. Hii vita iliyo mbele yetu kweli ni kubwa, maadui ni wengi, lakini maana tunayo Bwana majeshi, Bwana yuko upande wetu. Kama tumeanza kuelewa, wakati Gideoni alivyoenda hakupoa. Hakupoa kama wewe baada ya kupata ujumbe kwamba Mungu amenishindia. Na wakati na wewe unapoa, na wakati nakwambia Mungu ameshakushindia kwenye vita ulionayo, bado nakwambia Mungu ameshakushindia kwenye vita ulionayo. Bwana Yesu asifiwe. Watu 100 wanaenda kupigana na watu ambao wanafananishwa na mchanga wa bahari. Sio kitu rahisi. Tena sio watoto wala sio watu ambao hawajazoea vita, ni watu wa vita. Halo. Ukitaka ujue Bwana alimshindia Gideoni na Bwana ndiye aliyepigana. Baada ya Gideoni kupata ule ujumbe, akawaambia wale watu 300, hatutabeba upanga, hatutabeba silaha, hatutabeba mabomu, hatutabeba mizinga, wala hatutabeba vikuki, wala mishale tutaiacha. Tutalibeba jina la Bwana, tutalibeba jina la Bwana, tutalibeba jina la Bwana, tutalibeba jina la Bwana. Biblia inasema wakabeba upande wa kushoto mienge, upande wa kuume wakabeba tarumbeta, wakazibeba sifa. Walipoanza kutembea, wakafika kwenye ile kambi, wakapiga kelele. Halo, hawakurusha mabomu. Ya nini? Na wakati hawapigani wao, hawakuchomoa mkuki wa nini? Na wakati sio vita yao. Halo, wao ninatamani leo
tuanze kusherehekea ushindi kabla hatujaupata. Tuanze kumshangilia Bwana kabla hatujaona kujibiwa. Tuanze kumshangilia Yawe kabla hatujaona kujibiwa. Biblia yangu inaniambia Gideoni alipofika pale, hakuambia watu habari ya silaha, hakuambia watu habari ya mikuki, hakuambia watu habari ya kukimbia. Wakawaambia watu ayayayaya, kila mwenye tarumbeta amtukuze Bwana, kila mwenye tarumbeta ampigie kelele Bwana, amsifu Bwana. Huyu Bwana wa vita, huyu Bwana wa vita, huyu Bwana wa vita ninampenda, wala hakupungua wala hakupunguka wala hakupungua. Biblia yangu inaniambia wenyewe kwa wenyewe, wenyewe kwa wenyewe wanaanza kukutana, wanauana, wanaanza kukutana, wanauana, wanakutana, wanapakata na mapanga. Haleluya! Bado hujanielewa? Imebakiza dakika 3. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako hizi ni dakika za kuelewa. Mwambie jirani yako hizi ni dakika za kuelewa. Wakati wale watu wanamtukuza Mungu, watu wa Gideoni ama watu wa Mungu, unajua huyu Mungu ni wa ajabu, akiamua kukushinda na kushinda kwa neno usiyejua. Unanielewa? Mungu akiamua kukushindia, anakushinda kwa namna usiyejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa za watu wa Mungu, sifa za taifa la Mungu, sifa za watu 300 baada ya kusikika mbele za Bwana, Bwana akasema sitakaa tena kwenye kiti cha enzi, sitakaa tena mahali nilipo. Mara kuna watu wananisifu, mara kuna watu wananishangilia katikati ya vita. Biblia inaniambia Bwana akashuka, utukufu wa Mungu kashuka, ukawatia wale watu upofu, sauti ya kumjua mchungaji, sauti ya kumjua adui yake, sauti ya kujua nani rafiki nani adui. Wakaanza kuwana wenyewe kwa wenyewe, wakaanza kukatana mapanga, wakaanza kupigana. Huyu anamuua huyu na huyu anamuua huyu, huyu anamuua huyu na huyu anamuua huyu. Ni kwa sababu ya sifa zilizokuwa ndani ya mioyo yao. Muulize jirani yako, ndani yako kuna nini? Amekwambiaje? Ndani yako kuna nini? Halo? Halo? Namalizia. Ukisoma kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 12, alikuwa mtu mmoja alikuwa anaitwa Debora. Mistari ya mwanzo Biblia inasema Debora akaanza kumsifu Mungu. Ukiendelea kusoma anamsifu kwa matendo aliyomtendea. Sijui kama wana matendo ambayo Mungu amekutendea, sijui kama na jambo ambalo Mungu amekufanyia, ila ninachokijua hata uzima ulionao ni Bwana amekufanyia. Biblia yangu inaniambia wakati Debora anamsifu, ile kitabu cha Waamuzi sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema Mungu akashuka kuwapiga maadui wa Debora. Halo? Mahali ambapo kuna sifa, utukufu wa Mungu unashuka usiokuwa wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Utukufu wa Mungu unashuka kwa namna isiyoelezeka. Napenda mtu mmoja anaitwa Daudi. Naomba nishuke kidogo niwaeleze, maana huko namalizia. Haleluya. Napenda mtu mmoja anaitwa Daudi. Daudi kila aliyemtazama alimwona kama kakijana kadogo. Aliyemtazama Daudi alimwona kama si kitu. Nikupe siri moja, Daudi alikuwa ameshiba sifa. Sijui unanielewa? Mahali fulani Daudi anasema Bwana, katika vilindi vya moyo wangu kumejawa na sifa zako, kumejawa na sifa zako wewe Bwana. Daudi mahali alipotembea, hata kama hajamsifu Mungu, kulikuwa na sifa. Mahali alipokuwa vitani, sifa ilikuwa ndani yake. Alipopita kwenye mapito, sifa zilikuwa ndani yake. Alipopita kwenye magumu, sifa zilikuwa ndani yake. Mahali fulani Biblia inasema baada ya Daudi kumpiga Sauli, Sauli akaambiwa Daudi yuko huko. Alipofika, kabla hajaenda,
akasema nitawatuma watu wangu wakamkamate. Hili ni jitu la sifa. Halo, hili ni jitu la sifa. Biblia inasema akawatuma watu wa kwanza. Walipofika mahali alipokuwa Daudi, mara kulikuwa na utukufu wa Mungu wa ajabu, mara kulikuwa na jitu la sifa mahali pale, mara kuna mtu aliyekuwa anamtukuza Mungu siku na mchana, mara alikuwa ni mtu ambaye ndani yake kuna sifa. Biblia inasema wale maadui wanaenda kumkamata Daudi, kila wakikaribia wanaanza kutabiri, wanaanza kutoa nabii. Haka Daudi, Sauli akatuma wengine, wakaenda. Walipofika wanakaribia tu, wakaanza kutabiri. Akatuma watatu, wameenda. Walipokaribia wakaanza kutabiri. Akasema hawa watu hawanijui, hawa watu hawanitambui. Biblia inasema Sauli akanyanyuka akasema, nitaenda mwenyewe, nitamtia mikononi mwangu. Akaja anatembea, amekaribia tu pale, akaanza kutabiri, akaanza kutoa nabii, akaanza kutabiri. Natamani ndio wale vijana wanaosema mtumishi anatuchelewesha, acha tukamtukuze Bwana, acha tukamsifu Bwana, acha tukamwinue Yawe, maana ni Bwana wa vita. Palipo na Bwana hakuna kinachosimama. Utukufu wa Mungu kishuka, ni nani atabaki kama alivyo? Ni nani atabaki kama alivyo? Palipo na utukufu wa Mungu, nani atabaki kama alivyo? Nani atabaki kama alivyo? Halo, palipo na utukufu wa Mungu hautabaki kama ulivyo. Palipo na sifa hakuna anayebaki kama alivyo. Biblia inasema viwete watatembea, viziwi watasikia, mabubu watasema, na vipofu wataona. Maana utukufu wa Mungu kwa nini? Bado hawajanielewa, bado haujanielewa. Natamani kuona sifa inaanzia ndani ya moyo wako. Bwana sasa anauliza, nani anasema anasimama kama Daudi? Nani anasema anasimama kama Daudi? Anahitaji mtu mmoja anasema niko tayari. Anahitaji mtu mmoja anasema niko tayari. Mchungaji amenielewa. Nani anasema niko tayari? Nani anasema niko tayari? Anasema niko tayari. Nitasimama kama Daudi, jitu la sifa. Nani anataka simame kama Daudi, jitu la sifa? Hata wanapenda hajanielewa, maana nikaona mbele. Hata wanapenda hajanielewa, maana nikaona mbele. Haleluya!
Ondoka!